Shukrani sana wana wa Mwenyezi Mungu. Tena shukrani sana kwa wenzangu ambao wanampenda Mwenyezi Mungu, watoto wa Rabi Yesu Kristo, ambaye Yesu Kristo anawapenda. Nimewatolea shukrani kwake Mwenyezi Mungu kwa kutupatia nguvu na bidii ya kuja katika ibada, tukiacha kazi zetu ngumu siku hii ya leo ili tuje tumwabudu Mwenyezi Mungu. Tunaacha kazi ngumu siku ya Dominika, kwa maana ni wakati wa kuabudu. Tena ni siku ya kutengeza roho yetu ikuwa safi, ili tumwabudu Mungu tukiwa na roho iliyo safi. Maandiko ya leo yametufundisha yakisema kwamba, ndugu zangu, tunaomba kwamba mpate neema Mwenyezi Mungu bure. Neema ya Mwenyezi Mungu tunaipata bure, tena hatuinunui, lakini inanunuliwa kwa imani, kwamba na sadiki Mwenyezi Mungu aliye juu mbinguni, tena na sadiki mwanawe Bwana Yesu Kristo, mwana wa pekee, tena na sadiki Eklezia ya Legion Maria mtakatifu. Hiyo tunapata uzima wa milele kupitia imani. Hiyo ndio tunapatia neema ya Mwenyezi Mungu. Na hii imani inatupeleka katika uzima wa milele. Tusipoamini hatuwezi enda katika uzima. Na lazima tuwe na vitu vitatu. Kwanza tuwe na imani, tumaini na upendo. Tukishika haya mambo matatu, tutaenda katika uzima. Na nakuomba we Legion Maria, ongeza kufanya bidii katika maombi. Ufanye maombi yako yote, sala ya asubuhi hadi sala ya mchana na sala ya jioni, tukiwa tumeitukuza roho yetu, na hapo tutapata mabadiliko. Hapo ndipo adui amepata njia ya kupiga roho zetu, na roho zetu zipate kuwa dhaifu, ili apate njia ya kuingia ndani yetu, na tuweke tupate kusahau njia ya uzima. Tukishika maombi kwa bidii, yeye atakaa kwa mbali, hata songa karibu nasi na kutuharibia maombi, ama tupeleke katika dhambi. Ndio maana Paulo anaongea, anasema tupate neema ya Mwenyezi Mungu bure, kwa sababu wakati huu umefika. Haitusikia wakati wa wokovu, akatusaidia. Na sasa huu ndio wakati wa kusaidika. Sasa tuko wakati wa kufunga, tena tuko wakati mgumu sana, ambayo kile ambacho hukukipenda sasa ndio mtu anakileta karibu, ili upate kukipenda.
kwamba tufanye bidii tupite wakati huu, tupite hayo majaribu ya shetani, kwa sababu sisi ni mwili ulio dhaifu. Sisi sio wa nguvu sana kama Yesu Kristo alikuwa mwana wa Mungu mpaka siku ya leo. Ndiyo shetani akamsongea kumjaribu, na yeye ni Mungu ambaye anajua kila kitu, na akamuumba hadi huyo shetani. Lakini shetani baada kuwa mwovu akaenda kumjaribu bwana wake, ikiwa anaweza kubadilika na kumfuata. Yule bwana wake akakataa. Sisi pia tumwabudu Mwenyezi Mungu, tuombe Yesu Kristo bidii aliyokuwa nayo aeke ndani yetu katika wakati huu wa mfungo, ama wakati usio wa mfungo. Yesu apate kuwa ngao yetu, atulinde, atupatie neema ya kumtumikia bila udhaifu, bila hata uvivu wowote. Tumtumikie kwa bidii, tukishika amri zake na tukiheshimu jina lake, tukipendana sisi wenyewe kwa wenyewe, tukisema kwamba sisi ni watu wa mtu mmoja. Sisi ni watoto wa Maria, ni watoto wa Yesu Kristo, ni watoto wa Mwenyezi Mungu. Tunatembea katika roho ambayo imetuunganisha tukawa kitu kimoja. Ni furaha kubwa kwa Legion Maria kwamba Mungu amewapatia hekima, na hekima mlionayo wengi wanaitafuta. Imeshinda wenzetu. Wanasema kwamba hebu kimbilieni Legion Maria, itawasaidia. Mungu amewatendea wema, akawapatia ibada ambayo makanisa mengine hawana. Ibada iliyo na nguvu. Katika kitabu mtakatifu kinasema kwamba heri kuwe na giza ama mvua ipate kunyesha, ile inayokataa kusimama, ama kuwe na umeme, lakini ibada isikosekane. Kwamba ibada ni jambo kubwa sana. Hata upeleke rosari 10,000 na ibada isipofanywa mahali popote, kwamba hayo maombi yote yatakuwa juu angani. Lazima yatapata ibada hata moja ambayo kasisi ataifanya, hata akiifanya kule Kalvari. Hapo ndio rosari zote zitaingia na kwenda mbinguni. Ndio ngazi ambazo itaziingiza mbinguni. Ndipo maombi Mungu atasikia haya maombi. Ndipo Mungu atasikia kilio chetu. Hapo ndio Mungu atatusaidia. Katika chini ya ibada yoyote inayofanywa na kasisi, ibada sio jambo rahisi. Ni kitu cha nguvu sana. Ni kuongea na Mungu uso kwa uso, na kuomba Mungu kwa yale tunayohitaji, ili Mwenyezi Mungu atupatie. Ni sadaka iliyo kubwa zaidi ya mateso yake Bwana Yesu, mpaka kifo chake, mpaka kuzikwa kwake, pamoja na ufufuko wake, na kupaa kwake kwenda juu mbinguni. Sasa tumheshimu Mwenyezi Mungu sana. Paulo ametufundisha vizuri,
akisema tupate neema bure bila kununua. Tunainunua tu kwa imani peke yake. Tukipata hiyo neema, hilo neno moja ni jambo kubwa zaidi, kwamba neema yapatikana bure. Je, hii neema iko wapi? Na inafanana vipi? Ni jambo lisiloonekana. Tunaipata tu katika roho zetu, na ni kwa maombi yetu na tabia zetu njema, tena ndani ya sakramenti takatifu. Ndio maana Mkristo anayamini kumwabudu Mwenyezi Mungu, ambaye anataka kwenda hapa mbinguni. Nilipata maandiko fulani ya Baba Mtakatifu ambaye amesema kwamba Mkristo asiyepokea sakramenti, hata kasisi asimzike, na kasisi akimzika, Baba atawapeleka moto wa jehanamu pamoja na kasisi wake. Kwa nini tusipokee sakramenti? Kwa nini tunataka kwenda moto wa jehanamu? Tulikuja kupokea mbingu. Hilo ndio jambo lililotuleta kutafuta. Hatukuja katika uwiano peke yake, kwamba nikipata tatizo nisaidike, ati nisiposaidiwa naacha kuabudu. Hiyo peke yake kutuleta hapa. Sisi ni kama walioandikwa kazi katika serikali. Ni kazi, unasubiri mshahara wako kulingana na ile daraja uliyopewa. Umepelekwa katika mashamba, bado wewe ni mfanyikazi wa serikali. Umepelekwa katika ukulima, bado uko ndani ya serikali. Na hapo mahali pako ndio umepashika, na ule mshahara wote tunapata mahali pamoja. Kila mmoja ana kazi yake anayofanya, lakini mshahara ni uzima wa milele. Je, tunataka kwenda katika uzima bila kutimiza matakwa ya Mwenyezi Mungu? Kama hatutapokea sakramenti, je, Yesu yuko karibu nasi? Sakramenti ambayo tuipokei kila uchao, ndio maana magonjwa pamoja na tabu hayatuachi, kwa sababu hatuna kinga katika miili yetu. Na Baba anasema kwamba hiyo sakramenti ukiipokea, inakuzuilia hata ajali kwa wingi ambaye inaweza kupata katika barabara. Inakuzuilia magonjwa kwa wingi, yanaweza kushika wakati wowote. Na kupokea sakramenti nafanya maisha yako yanakuwa rahisi. Wewe unaombewa kidogo tu na ushapona, kwa sababu kuna Yesu Kristo katika mwili wako kila wakati. Vile tunapokaa mbali na sakramenti, inafanya mambo mengi yanatushika. Na walimu sahihi wamekuwa wengi ambao wanaweza fundisha mtu kwamba sakramenti ni mambo ambayo yako hapo tu. Sisi hatupokei, mbona sisi tuko? Nini imetufanya? Ni mtu aliye muongo. Ilipofika mwaka wa 1934, Shetani akashuka duniani. Na aliingia katika kanisa letu fulani, moja
la Ukristo. Akapata ile kanisa maombi yake yalikuwa mengi, na yalikuwa yanamnyima shetani kutenda maovu yake. Na wakafikiria kwamba tutafanya nini ili tuharibu haya maombi, kwa sababu haya maombi yanatuumiza. Wakaona kwamba hao wamekuwa wakubwa, hawawezi kwenda katika kanisa ya Bwana, kwa sababu washajulikana kwamba wanaabudu shetani. Lakini wakafanya mikutano na wakatoa maneno katika roho zao katika huo mkutano wao. Tunataka kupeleka watoto wadogo waanze kujifunza ile dini, ili wajue kila kitu kilicho ndani ya hiyo dini. Na watoto ndio tutawatumia. Wakapatiana watoto wao kanisani. Watoto wakaanza kujifundisha maneno ya dini. Wakirudi nyumbani wanafundishwa ile yao ya mashetani, na wanashikwa masikio kwamba haya tuliyosema ukiyasema, ukisema ndio utakufa papo hapo. Mtoto alikwenda pale akiwa ameshika siri, na anachukua ile ya kanisani anapelekea wale wazazi, na wakienda katika mkutano na wanaongelea yale maneno. Wale watoto wakawa watu wakubwa, wakawa mashemanzi, wakawa sisters, wakawa brothers, wakawa makasisi, wakaingia kwa uaskofu, na wakapata daraja la makardinali. Wakapatiwa kila maeneo ambao wanasimamia. Sasa kulikuwa na mikutano mitatu. Hii mikutano mitatu, moja ilikuwa wanakaa wazungu peke yao wakitengeneza siri zao, ambao ni kinyume na Waafrika. Moja ilikuwa ni mkutano ya wale waabudu mashetani, na mkutano wa mwisho ulikuwa unaunganisha watu wote, wazungu pamoja na Waafrika pamoja na waabudu shetani. Wale wanaabudu shetani walikuwa wanakaa chini na wanasema kuna maombi fulani hapa ndani. Haya maombi ndio yanatuumiza, iko na nguvu fulani. Yakitajwa maombi haya, mashetani wanaanguka chini na wanateswa sana. Haya maombi ndio tutayamaliza. Walikuwa wanafanya bidii ili watengeneze agenda ambazo wanaenda nazo katika ile mikutano. Wanafanya bidii ili wafanye kupiga kura, ili agenda 2 ama 3 ama 3 zipate kupita. Zikipita au pia wanapitisha hivyo. Walifanya hivyo miaka mingi, wakipigana na maombi yaliyoko katika kanisa ya Mungu. Baada ya kumaliza, wakamteka nyara yule kiongozi aliyoko, ambaye alikuwa wakati ule. Wakamteka nyara usiku, wakaenda wakamuua. Wakachukua mtu, wakamfanyia ile surgery, akachukua anafanana na yule aliyekufa. Wakamweka aliye hai akakaa kwenye kiti cha enzi, na ni sura ya yule aliyekufa. Kazi ambayo alienda kufanya ni kuandika saini
kwa yale ambayo yote yalipitishwa na wale mashetani. Mungu akamwendea mama fulani ambaye aliitwa Katharina. Mungu akamwambia Katharina, unajua kwamba papa amekufa? Papa ameuawa. Na ameuawa na watu fulani. Na yule aliyo kwenye kiti, yeye ni fulani, sio yeye. Nenda kwa mitume wengine, muende maeneo fulani, mtampata papa yuko pale. Amewekwa mahali hifadhi ya maiti. Hao watu wakaenda kule, wakampata papa mtakatifu. Wakarudi kwa hasira, wakamtoa yule aliyeko kwenye kiti, wakamtoa nje, wakaharibu ile sajari yake, na sura yake ikarudi ya kawaida. Ndipo wakafanya uchaguzi ya kupata papa mwingine. Na yule papa aliyeingia akakataa yale yote yalipigwa sahini na yule aliyekufa, lakini yote yakaekwa katika makabasi. Alipokufa, papa mwingine akachaguliwa. Yule aliyechaguliwa alikuwa kwenye kile chama cha wale watu. Sasa yeye ndiye akaenda kubadilisha maombi, ili maombi yote yaliyo na nguvu yapate kuondolewa. Ibada ibadilishe, tabernakulo ipate kuondolewa pale, ikaekwa katika nyuma kule kona. Watu warudi kama maombi hakuna. Lakini Mungu aliyeko na nguvu, kuna watu kati ya mmoja mmoja ama wengi ambao hawajaunga hilo jambo mikono, lakini jambo wanaweza kufanya ndio hakuna. Sasa wewe Legion Maria, baba Misia alipokuja, akawaambia wa Legion Maria kwamba hii yangu inaitwa Katoliki mtakatifu, ambaye imeshuka kutoka juu mbinguni. Nimekuja nayo kwa jina la Legion Maria, ambayo ni kikundi cha Maria. Nimeleta jambo jema sana, lakini kulilinda litawashinda. Ndio maana nakukumbusha kwamba kuilinda itatushinda, kwa sababu ya kukataa kusikia maneno. Lakini tungelikuwa watu wa kusikiliza maneno na kutenda jinsi tunapoambiwa, basi tungekuwa rafiki wa Mwenyezi Mungu. Watu wa Mungu, Shetani ni mtu wa bidii. Alimjaribu Yesu. Mimi mwanadamu pengine siweze kumshinda kama hayuko Yesu kwangu. Naomba wa Legion Maria, ukae karibu na Yesu Kristo. Fanya bidii upokee sakramenti. Nimekupatia mafundisho hayo ili yakupatie nguvu na kujua kwamba sakramenti inafanya nini ndani ya mwanadamu. Tusichukue ni kitu ambacho ni mviringo, ambacho ni cheupe hata usipokila basi hakitakusaidia na jambo lolote. Sakramenti iko na nguvu. Mkristo fulani alipoenda kuabudu, alipoenda kuomba kanisa inaitwa Rapogi. Ilikuwa zamani sana, sisi tulikuwa bado ni wadogo. Ndiyo mwalimu fulani akatuambia kwamba yule Mkristo wakati ule katika kanisa Katoliki watu walikuwa wakipiga magoti jinsi tunapopiga,
na kasisi ndiye anakupatia sakramenti. Ndipo usimame ukiwa umeunganisha mikono, unapiga magoti kando na kupiga maombi ya kutoa shukrani baada ya kupokea komunio mtakatifu. Yule Mkristo alipopiga magoti akatoa ulimi wake, kasisi akamwekea sakramenti, akaibeba katika ulimi wake. Alipoenda mahali pa kupiga magoti, akaitema katika karatasi na akaikunja vizuri. Akasema kwamba hichi kitu nataka kuweka kwenye moto, nijue je inaweza chomeka. Akaenda mpaka nyumbani kwake, ameibeba katika karatasi. Alipofika akafungua moto wake, akaweka sakramenti pale, na ile sakramenti iliposikia moto, mwangaza ukatoka katika sakramenti, ikamchoma katika macho, akaanguka chini, akapiga nduru kwa sauti akisema, njoni mnisaidie. Watu walipokwenda wakapata ni mtu asiyeweza kusaidika. Akasema jambo alilofanya, kwamba alikuwa ameenda kanisa Rapogi. Watu wakaenda wakamwita kasisi wa kule Rapogi. Kasisi akachukua stoli yake na ile kota yake, akaja pamoja na dawa mtakatifu. Alipofika, kasisi akapiga magoti, akaiokota ile sakramenti, akaifinika na kitambaa, akamweka Mkristo apige magoti, akamwekea tena kwenye ulimi wake, na uli akala ile sakramenti. Ndipo mwangaza ukatoka katika macho yake. Ndio tusisadharau sakramenti. Hata kama mtu apokei, lakini isiwe kwako kama sanamu. Jitayarishe vyema, kijua kwamba unakula kilicho na maana, ambayo yatasaidia mwili wako na yatasaidia roho yako vile vile. Hiyo ndio itakufungulia mwanga wa mbingu katika Presidium takatifu ya Bikira Maria. Kila Mkristo lazima uone kwamba wewe ni mmoja wapo wa Presidium. Utasumbua Maria wakati unamaliza safari. Huu wakati ambao tuko hai, sasa tumeruhusiwa kufanya jambo lolote. Tumeruhusiwa kusema lolote ambayo inakuja katika kichwa chetu. Tuko na nguvu hapa duniani, ule ulimwengu wetu ambaye Mungu ametupatia ili tupate kuishi, lakini tunaishi kwa muda. Kuna wakati unakuja, hata ukiwa na hekima, hata kama ni mtu aina gani, utaiacha, ukatae ukubali. Utaacha ulimwengu, utaenda ulimwengu mpya. Yale ambayo ulikuwa ukiyasema utayapata kama ni tofauti. Utapata kwamba kama wewe sio member wa Presidium, kumuona mama itakuwa ngumu sana. Na yeye ndio funguo la mlango wa mbingu. Itakuwa ngumu vile unavyoenda. Kiitwa jina, unasema mimi sikusikia jina langu. Wewe umepiga magoti nje, unaulizwa wewe ni nani? Unasema jina lako Maria. Naangalia kitabu, mwambieni kwamba mimi niko na kazi. Umebaki mahali pale. Presidium ikiisha, malaika aliyekupeleka
anakuregesha mahali alipokutoa. Siku ya Jumatano tena na kuleta, na vile maombi yenu yanakuwa magumu zaidi. Hata maombi yakiagizwa, siku hizi Mkristo haendi. Sasa twendeni tukamwombee fulani. Hapo sasa hakuna mtu zaidi. Hayo maombi sasa watu hawaendi. Presium pia tufanyi. Mama atakusaidiaje? Kila mmoja atafute vile Bikira Maria atamsaidia. Ukidharau maombi ya Maria, wewe umemdharau Maria tayari. Ukipenda maombi ya mama, utakuwa mtoto wa mama mpaka mwisho. Shukrani sana watoto wa Mungu.